ana uwezo wa kuikamata nafsi ya mwanadamu na akamuhusia mtu mwingine. Sijui kama nimeeleweka. Kijana wangu akaniambia, kwa hiyo mama, mtu anaweza akachukuliwa nafsi yake halafu akapewa mtu mwingine na yule mtu mwingine naye akafanikiwa? Nikamwambia ndio, si umejionea? Yaani wewe unaishi maisha sio ya kwako, lakini zile nafsi zinauzwa. Mtu anapokwenda kwa mganga kutaka utajiri au kutaka nyota ya utajiri, yule mganga anakuwa na nafsi za kila aina pale. Anajua hii nafsi ilikuwa ni ya mama tena. Huyu mama kama tungemwacha na nafsi yake, yangu angekuwa tajiri mkubwa. Basi umekuja unataka utajiri, leta kila kiwango fulani, alafu inachukuliwa ile nafsi, anapewa huyu anajua kwa tajiri, anaanza kumsifia mganga. Kumbe anatembelea nafsi sio ya kwake. Na jana alitupa ushuhuda yeye. Akasema kuna mtu alikuwa anamwambia, ninauza duka na jirani yangu ana duka. Lakini ghafla akaanza kujikuta kila kilala anaona anauza duka kwa jirani yake sio kwake. Halafu kwake ukaanza kushuka, ukaanza kuporomoka. Huku kwa jirani kunainuka. Nini maana yake? Jirani hajapambana naye kama mwili, ameitafuta nafsi ya yule mtu, alipoipata akaiweka, kwa sababu ina kila aina ya baraka kutoka kwa Mungu, kwamba ukabarikiwe, imefungwa ndani ya nafsi. Kwa hiyo alipoipata yule, mambo yake yanaenda. Sasa unaanza kuona wangapi tunaishi maisha sio ya kwetu. Nafsi zimefunikwa, nafsi zimezikwa, nafsi zimeibiwa, zingine ziko gizani, zingine kwenye mashimo, zingine kwenye milima. Yaani sijui tunafanyaje, ila neema ya Kristo, haleluya, yeye aliyetupa neno hili tujifunze, anayo njia ya kututoa. Amen. Anayo njia ya kufanya nini? Ya kututoa tatizo letu. Hata ukiona mtu tumesema simama tuombe, yeye anashangaa mama tena naye anaomba, jua kabisa Mungu amekamatwa kuliko sisi. Kwa hiyo mambo yakitibuliwa sana. Ngoja nikupe mfano wa yule mtu aliyekaa kwenye lile birika. Si ndio mnafahamu? Akalala kwenye godoro miaka mingapi? 38. Yuko pale. Yesu anapita anamwambia, wewe unafanya nini hapa? Kwa nini unaingia? Bwana, nini uko hapa? Kwa nini unaingia kwenye birika ukaponywa? Anasema yaani kila siku maji yakitibuliwa wenzangu wanaingia. Mimi nasubiri wa kunitia birikani. Wenzangu wanaingia na wanasubiri wa kunitia birikani. Usisubiri kuombewa. Zaburi ya 143 ndio tumeishia jana. Zaburi ya 143 ndipo mahali tuliishia jana. Mstari ule wa 3 tuliendelea mpaka huku mbele. Ukiweza soma mistari yote, sio mingi. Soma tu mistari yote kwa nafasi yako. Biblia inasema, maana adui ameifuatia nafsi yangu, ameutupa chini uzima wangu, amenikalisha mahali penye giza kama watu waliokufa zamani, na roho yangu imezimia ndani yangu, moyo wangu ndani yangu umeshtuka. Unaanza kuona uhusiano mkubwa uliopo kati ya moyo na nafsi. Sasa mwanzo inawezekana nilifundisha sana kwenye moyo. Nilikuwa nalenga tukifanikiwa vizuri kwenye moyo, ni rahisi sana kuichomoa nafsi ya mtu. Ni rahisi mno. Shambulio lolote lile haliwezi kumpata mtu wa ndani pasipo kupitia kwanza moyoni. Shambulio lolote la kiroho haliwezi kupitia mahali pengine popote kwanza. Haliwezi kuishambulia nafsi kwanza, linaanza na moyo. Inawezekana mama alipokuwa mjamzito alikuwa na uchungu sana. Adui anajua kilichoko ndani ya tumbo la mama. Kupitia uchungu uliopo kwenye moyo wa mama, adui anafanikiwa kukamata nafsi ya mtoto tangu akiwa tumboni. Kwa hiyo shambulio lolote haliwezi kumpata mtu wa ndani, nafsi, pasipo kupitia
kamtihani kakubwa. Kuna watu wamechumbiwa, baadaye wakaachwa, anabaki na maumivu, huyu kijana kaniacha. Lakini nataka laiti tungeweza kukaa na mmoja mmoja katikati yenu, ndio mkiamini kwamba mimi sipo. Kwa hiyo Mungu anasema linda sana moyo wangu. Ndio maana niling'ang'ana mwanzo, jamani tusamehe, jamani tuachilie. Ishara mojawapo ya mtu aliyeachilia kuita nafsi yake kuirudisha ni kitu kidogo sana. Lakini kama mtu hajaachilia, mtaomba mkamtatamani Mungu mfunguze huyo mtu. Adui anapotaka kuikamata nafsi ya mtu ni lazima aukamate moyo kwanza na kujaza maneno au taarifa, kisha aikamate nafsi. Uhusiano wa moyo na nafsi. Adui anapoifuatilia nafsi ya mtu, cha kwanza anautafuta moyo wa mwanadamu, anaujaza uchungu moyo wa mwanadamu, anauwekea kiburi cha kusamehe, halafu ndipo anapata mlango wa kuikamata nafsi. Kwa hiyo ukiona na kukazania samehe, ukiona na kuambia usifanye dhambi, kufanikiwa ni rahisi mno. Sijui kama kuna mtu atanipenda kwenye hilo, maana sitangazi pokea gari, pokea nyumba, ila nakupa mbinu ya kufanikiwa. Mafanikio yapo, mwambie jirani yako yapo, mwambie tena yapo. Ni ahadi ya Mungu kwamba na tumfanye mtu kwa sura yetu, kwa mfano wetu, halafu wakatawala. Yaani kila mahali mwanadamu amepewa kutawala. Hata nyumbani kwako umepewa kutawala. Amen. Lakini unashangaa mbaraka hatuoni, sio kwamba umerogwa. Yaani mpaka adui yaani ya kuroge amefanya kazi. Nasema kwa sababu hata wachawi hata hapa wanatusikia. Wana kazi ya ziada. Tukiamua. Sema tukiamua. Yaani wewe ukiamua, mchawi ana kazi ya ziada. Naamua moyo wangu safi. Sitaki kufanya dhambi, sitaki kumshikilia mtu. Kwa hiyo akija anarusha tupa zake, asifiki. Asifiki. Amen, watu wa Mungu. Lakini anapata nafasi anapokuja. Leo nataka kumshughulikia huyo, napitia wapi? Anakuta moyoni kawapanga. Vijana wa kiume wengine hawapo, acha tutoe mfano wake. Dada Amina alinikataa, dada Ana, dada Mary, dada Rosi, yaani wako hapa au chungu yamepandana namna hii. Shetani akija mlango huko hapa bwana chui. Kwa hiyo siri kubwa, usiweke watu moyoni. Amen. Usiweke maneno ya watu moyoni. Mtu hataelewa kwa nini niliwapa ule mfano wa Mary. Maana yake usijaze vitu, utazama au utasogea. Hata ukimsikia mtu amekuna, kwani akikutukana na kupunguzia nini? Mshukuruni Mungu, nyinyi sio watumishi. Sisi watumishi unamsaidia mtu, anavuka, na ukigeuka atakayo kuinulia, unaweza ukasema madhabahuni sipandi. Haleluya. Lakini unamwangalia unasema, Mungu, sijaitwa na mwanadamu, sijaumbwa na mwanadamu. Wewe uliyeniumba kwa mfano wako, nitakuangalia wewe peke yako. Mwanadamu ni nani hata uangalie? Mwanadamu ni nani hata akutoe kwenye uwepo? Jamani, moyo na nafsi vina ushirika mkubwa sana katika kumpendeza Mungu, na huwezi kuvitenganisha katika ibada. Huwezi. Mungu anataka nafsi zote zimwabudu yeye, na Mungu anataka tumwabudu katika roho na kweli, katika moyo ulio safi. Heri wenye moyo, maana hao watafanya nini? Sasa hebu mwangalie jirani yako, afu nitakwambia jambo. Ukiona hakutazami, nitakwambia kwa nini. Vya moyoni. Unajua vya moyoni vimnyima mtu hata kucheka. Unashangaa mtu nikijana cheka basi.
Haleluya! Mwambie shetani, safari mtuwezi tena. Maana anasema adui anaifuatia nafsi ya mtu, anautupa chini uzima wa mtu. Kuna watu tunaumwa magonjwa, sio magonjwa. Adui amebeba nafsi, ameipeleka mahali, ameitunza, alafu akapanda magonjwa ndani. Na ndio maana Biblia inasema kila pando asilolipanda Baba linafanyaje? Lakini sasa pando lolote la adui hautaweza kuling'oa kama haujasamehe, kama ni mwenye dhambi. Yaani formula haibadiliki. Ili kama kuna mtu atabaki na hasira tena. Jamani, tusibaki na hasira. Toa, ishughulikie. Urithi wa kiagano. Hebu sema urithi wa kiagano. Sema tena urithi wa kiagano. Urithi wa kiagano umebebwa na mtu wa ndani, yaani nafsi. Kwa hiyo unatembea nao. Urithi wa kiagano umebebwa na mtu wa ndani ambaye ni nafsi. Urithi wowote wa kiagano umebebwa na mtu wa ndani. Unakuta mtu anaambiwa wewe ni mchawi, analia mpaka na machozi. Mimi sio mchawi. Sawa. Unakuta mtu urithi mwingine wa kiagano ni mganga. Watu wakikuona wanaona kabisa bwana huyu ni mganga. Au maisha yako unayoishi mara nyingi unaota naambua watu, natibu watu, wakati wewe sio daktari, sio nesi. Ujue huo ni urithi wa kiagano. Uko wapi? Ndani. Lakini urithi mwingine wa kiagano ni zinaa. Unapambana kuiacha zinaa, ndio kwanza majitu yanakutembelea. Uko na mume wako wala huoni faida ya kuwa naye, lakini unaenjoy ukiwa kwenye ndoto. Wanakubadilishia sura tu, wanakuletea mara ya mume wako. Mimi naotaka hizo ndoto, lakini naotaka niko na mume wangu. Kwa nini uote wakati yuko pembeni?